Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Machi 23 siku ya Jumatatu. Mada inasema muunganiko wa kanisa. Katika ulimwengu uliounganishwa na interneti, mitandao ya kijamii na vyombo au vifaa visivyohesabika, ni vigumu kufikiria changamoto ambayo Paulo alikabiliana nayo katika kusaidia makanisa kuhisi walikuwa sehemu ya kitu kikubwa kuliko makanisa yao mahalia. Soma Wakolosai sura ya 4 aya 10 na 11. Kando na kutuma habari kwenda na kurudi kwa njia ya wajumbe, Wakolosai 4:7 hadi 9, ni njia zipi zingine ambazo Paulo alihimiza muunganiko? Kwa kuzingatia baadhi ya matatizo ambayo Paulo ameshughulikia katika waraka huu, ni ujumbe gani unaweza kuwasilishwa kupitia salamu hizi? Kwa salamu hizi Paulo anajenga na kukuza muunganiko kati ya waumini wenzake. Tunajifunza hapa kwamba Marko alikuwa binamu yake Barnaba. Hivyo, Paulo anaandaa njia kwa ajili ya Marko kutembelea huko Kolosai anakoelekea kutokea. Aristarko anaelezewa kihalisi kuwa aliyefungwa pamoja nami, yaani alifungwa pamoja na Paulo. Wote wawili walikuwa askari wenye silaha za Mungu. Efeso 6:10 na 11, wakipigana kuwaweka huru mateka wa shetani kwa ajili ya huduma katika ufalme wa Mungu. Tazama Timotheo wa pili sura ile ya 1 hadi ya 4. Yesu au Yusto, majina ya Kiyahudi na Kirumi yanayofanana sana katika Kiyunani, kama Sauli au Paulo, pia anasifiwa kwao kama mtendakazi mwenza mwaminifu katika Injili. Paulo anatoa hoja kwa kutaja kwamba Aristarko, Marko na Yusto ni waamini wa Kiyahudi wa tohara. Kisha anaendelea kutaja wa mataifa watatu, Epafra, Luka na Dema. Wakolosai 4:12 hadi 14. Ni muhimu kwamba licha ya mivutano fulani katika kanisa kati ya Wayahudi na wa mataifa, hawa watendakazi wenza wanaweza kufanya kazi pamoja kwa ufanisi, kwa umoja na kwa kupatana. Hata hivyo, kwa kusema peke yao, inaonekana kwamba Paulo alimaanisha hali fulani ya kuvunja matumaini kwamba Wakristo wengi Wayahudi hawakumuunga mkono katika mateso yake. Hata hivyo, ni muhimu kwamba kufikia wakati huu, Yohana Marko, ambaye alikuwa amemwacha Paulo na Barnaba miaka kadhaa kabla, wakati wa safari yao ya kwanza ya kimishonari, Matendo 13:13, hathibitishi tu kuwa mwaminifu bali faraja kwa Paulo, Matendo 15:36 hadi 40. Matishio kwa umoja si jambo jipya. Katika miaka ya hivi karibuni, kanisa la Waadventista limepitia mabadiliko makubwa kwa kuwa limeenea duniani kote, na nguvu zimepambana na umoja wake. Shinikizo hili juu ya umoja linaweza kuhisiwa katika kila ngazi ya kanisa. Unawezaje katika kanisa lako mahalia kufanya nini ili kupunguza mambo yanayotishia umoja wetu? Mivutano hii katika ngazi mahalia ni ipi na nini kifanyike kuhusiana nayo? Mungu atubariki sote na nikutakia wakati mwema.